leo hii tumefanya tafiti ya sheria mbalimbali zinazomgusa mwanamke, kwa sababu mwanamke hatosimama katika uongozi. Una sheria ambazo zinatuzunguka. Kitabu hichi kimejumuisha sheria ya ZAECA, kuna ZEA, ile taasisi ya kuwawezesha wanawake kiuchumi. Wazungu wanasema no research no right to speak. Tumefanya uzinduzi huu, lakini uzinduzi huu tumepitia hizo sheria nyingi ambazo zinamgusa mwanamke na kuona yale mapungufu ambayo yamo. Ni matumaini yetu taasisi ambazo zimeguswa na ripoti hii itazifanyia kazi, mwisho wa siku tuone wanawake na sisi alau ndio tunapata hiyo 50. Tumeambiwa 50 kwa 50, pengine tunaweza tusifikie, lakini mimi naamini tunaweza tukafika ama tukaipindukia, kwa sababu hata kitakwimu kisensa sisi tuko wengi kuliko wanaume. Basi tunaweza tukaipindukia hiyo 50, tukafika zaidi ya hapo, na tukasimama katika mabunge na baraza la wakilishi na ngazi nyingine za uongozi katika jamii, huku tukimtetea mwanamke. Mwisho wa siku tunataka kuona wanawake hawadhalilishwi. Tunataka kusikia huu udhalilishaji wa wanawake na watoto uwe historia, kama tunavyozungumza historia nyingine za kina chimpanze. Kwa hiyo na sisi tunataka historia ya wanawake kwenye kudhalilishwa iwe tunazungumza kihistoria, sio kwa vitendo. Kwa hiyo nasema uzinduzi wa kitabu hiki nimekizindua rasmi. Leo tumeweza kufanya uzinduzi wa kitabu au ripoti ambayo inahusisha baadhi ya gaps ambazo tumeweza kuziona kwenye sheria pamoja na sera ambazo tumeweza kuziangalia, haswa ambazo zinamhusu mwanamke moja kwa moja. Na ripoti hii ambayo Zafela imeweza kuifanya itasaidia sana kuwarahisisha wanawake kushiriki kwenye nafasi za uongozi. Tunaamini na tunaimani kwamba wanawake wengi wanatamani kuwa viongozi, lakini wanashindwa kuwa viongozi. Baadhi ya vitu vinawakwamisha, ikiwemo fedha. Kwa hiyo tumeweza kuangalia pia kwa nafasi gani ile sera ya kuwezesha watu kiuchumi ya ZEA inawasaidia vipi au itawapa kipaumbele gani wanawake ambao wanahitaji kushiriki nafasi za uongozi. Kwa hiyo tumeweza kuwashirikisha wadau tofauti ikiwemo mwanasheria mkuu, ikiwemo taasisi ya ZAECA ambayo inakataza sana masuala ya rushwa. Hii yote ni kumlinda mwanamke katika kuingia kwenye nafasi za uongozi. Tuna imani wanapitia mengi, kwa hiyo hii ripoti itasaidia kuonyesha au itasaidia pia kuweka mahusiano mazuri kati ya asasi za kiraia, wale ambao wanataka kuwania hizi nafasi ambao ni watu kutoka kwenye vyama vya siasa, lakini pia na serikali, ili kuwasaidia hao watu wanawake kuweza kupata nafasi za uongozi. Tuna imani kwamba kwa ushirikiano huu 2030 kutakuwa na mwamko mkubwa wa wanawake kushiriki kwenye nafasi za uongozi, endapo hii ripoti tutaisimamia vizuri katika hizi taasisi ambazo tumeweza kuzionyesha kwenye hii ripoti. Kwa hiyo let's hope for the better, kwamba wanawake watakuwa wengi mwaka 2023 katika kuwania nafasi za uongozi, sio kwa kuteuliwa tu, bali kwa kuchaguliwa na wananchi. Kuna vitu ambavyo tulikuwa tukiviona katika utekelezaji wa mradi wetu, na vitu hivyo ndivyo vikileta kwa mkwazo na changamoto ambazo kina mama kukumbana nazo, ili wengi wao wakawa wanashindwa kufikia ile malengo ya kufikia katika masuala ya tunapiga kelele, masuala ya agenda au masuala ya uongozi na demokrasia. Sasa katika matokeo hayo tulikuwa tukiyapata, ndio ikatuletea sasa kufanya research na kupata takwimu halisi au ripoti halisi ambayo inaeleza hasa namna gani sasa tunaweza kubadilisha hizo taratibu au sheria au sera ambazo ni kikwazo kwa kina mama kufikia malengo. Kwa hiyo matarajio kama taasisi ama kama ni wadau ambao mara nyingi kwa kiasi kikubwa tunapigania kupatikana kwa zile haki za wanawake, ama kuweza kufikia ama kuweza kupata ule usawa wa ushiriki katika ngazi za maamuzi, ni kwamba yale ambayo tuliyafanyia kazi ama yale ambayo tumependekeza, kwa sababu sisi sio watendaji ama waamuzi, ila tunatoa mapendekezo. Kwa yale mapendekezo ambayo tumeyapendekeza ama tulioyatoa, ana kile ambacho tulichokiona kama ni gaps
ambayo inamkwamisha mwanamke kushiriki katika nafasi za uongozi ama kuweza kufikia zile ngazi za juu kuweza kufanyiwa kazi. Na hii kuweza kufanyiwa kazi ni kwa kila ile taasisi husika. Kuna masuala ya sheria ya habari, tuliweza kuona zile gaps zilizopo katika masuala mazima ya uhuru wa utoaji wa taarifa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba vile vyombo husika ama taasisi husika inayohusiana na masuala hayo kuweza kufanyia kazi yale ambayo tuliyoyapendekeza.